Usafirishaji mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz umeendelea baada ya Iran kuweza kusafirisha idadi kubwa zaidi ya mafuta kupitia mlango huo licha ya uwepo wa jeshi la Marekani katika eneo hilo. Karibu sana. Kama ni mara ya kwanza kutazama chaneli yetu ya Djuma TV, na kuomba utumie sekunde chache kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe ili mradi uweze kupata taarifa nyingi zaidi zinazoendelea Mashariki ya Kati pamoja na dunia kiujumla. Karibu, hii ni Djuma TV, usisahau kusubscribe. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa zinazothibitisha kuwa Iran imeendelea kusafirisha mafuta yake ghafi kupitia mlango bahari wa Hormuz licha ya kuwepo kwa kile kinachoripotiwa kuwa ni mzingiro wa kijeshi na ufuatiliaji mkali wa jeshi la Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa takwimu kutoka taasisi ya ufuatiliaji wa meli ya Tanker Trackers, Iran imefanikiwa kupakia takriban mapipa milioni 4.6 ya mafuta ghafi katika kipindi cha mivutano inaendelea Mashariki ya Kati. Hii inaashiria kuwa licha ya vikwazo na hatari za kiusalama baharini, shughuli za usafirishaji mafuta bado zinaendelea kwa kiwango kikubwa, huku Iran ikionekana kusafirisha mafuta licha ya vikwazo vilivyopo katika Ghuba ya Uajemi. Kwa upande mwingine, ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo Associated Press AP zinaeleza kuwa zaidi ya mapipa milioni 10 ya mafuta ya Iran yameweza kuondoka katika eneo la Ghuba ya Uajemi tangu kuanza kwa hatua kali ya ufuatiliaji chini ya taifa la Marekani. Hata hivyo, hali hii imekuwa na utata mkubwa kutokana na tofauti ya taarifa kati ya pande mbili. Iran inaonekana kuimarisha mbinu zake za usafirishaji kwa kutumia ulinzi mkali wa bahari na mikakati ya siri za usafirishaji, huku ikikabiliwa mara kwa mara na changamoto kama vile ukaguzi mkali, vizuizi vya meli au wakati mwingine meli zake kukamatwa na vikosi vya kijeshi vya Kimarekani. Kwa upande wa Marekani, kupitia kamandi ya kati ya jeshi CENTCOM imetoa taarifa zinazodai kuwa imefanikiwa kudhibiti na kuzuia meli za mafuta za Iran katika baadhi ya operesheni zake, huku ikisema kuwa hakuna meli zinazopaswa kupita bila uangalizi mkali. Hata hivyo, madai haya yanapingwa na baadhi ya kampuni huru za ufuatiliaji wa meli ambazo zinaonyesha kuwa usafirishaji bado unaendelea kwa kiwango fulani. Mvutano huu umeanza kuleta athari katika masoko ya kimataifa ya nishati. Bei ya mafuta duniani imeenda kupanda zaidi, ambapo mafuta aina Brent crude yamepanda takriban 2.14 na kufikia kiwango cha takriban dola 107.58 kwa pipa. Vilevile mafuta ghafi ya Marekani nayo yameripotiwa kupanda kwa takriban 2.0. Wachambuzi wa masoko wanasema hali hii inatokana na moja kwa moja na hofu ya usalama katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta duniani kote, ukipitisha takriban sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa. Katika upande wa siasa, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameripotiwa kusisitiza kuwa nchi yake haitakubali mazungumzo ya kulazimishwa na Marekani, akisisitiza kuwa shinikizo la kijeshi na kiuchumi lazima likome kabla ya mazungumzo yoyote ya kidiplomasia kuendelea. Aidha, kupitia kikosi cha kijeshi cha Khatam al-Anbiya cha taifa la Iran imetoa onyo kali ikielezea kuwa inaweza kuchukua hatua za kijeshi, ikiwemo mashambulizi dhidi ya meli za Marekani endapo mzingiro huu utaendelea katika eneo hilo. Hali hii inaendelea kuongezeka wasiwasi mkubwa katika sekta ya usalama wa nishati duniani. Wataalamu wa siasa kimataifa wanasema kuwa mlango wa Hormuz unabaki kuwa eneo nyeti zaidi duniani, ambapo mivutano kati ya mataifa makubwa inaweza kuathiri moja kwa moja uchumi wa dunia kupitia bei ya mafuta ya usafirishaji wa nishati duniani kote. Kipi kitajili? Endelea kufuatilia chaneli yetu kwa kubonyeza neno subscribe chini ya video hii. Hii ni Djuma TV, hii ni kila mmoja. Asante kwa sasa. Usisahau kusubscribe. Bye bye.